Kinara wa Milungi adakwa na jeshi la polisi. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCA kwa kushirikiana na vyombo vingine vya dola imefanya operation maalum wilayani Same mkoani Kilimanjaro kuanzia Machi 19 mwaka 2025 hadi Machi 28 mwaka 2025, ambapo katika operation hiyo ekari 285.5 za mashamba ya Milungi zimeteketezwa na watuhumiwa 7 wamekamatwa, wakiwemo kinara wa biashara haramu ya Milungi nchini aliyekuwa akitafutwa kwa muda mrefu Intelendwa Zingendwa Kilumbi mwenye umri wa miaka 67 maarufu kwa jina la Mama Dangote. Akiongea baada ya operation hiyo, Kamishna Jenerali wa DCA Alitaslimu amesema kuwa Mama Dangote ni mzalishaji na msambazaji mkubwa wa dawa za kulevya aina ya Milungi nchini, na kwa zaidi ya miaka 30 amekuwa akiendesha mitandao ya biashara haramu ya Milungi na kusimamia masoko ya dawa hizo za kulevya katika maeneo mbalimbali nchini licha ya kujua kuwa ni kinyume cha sheria. Kamishna Limo amesema mwaka juzi mamlaka ilifanya operation wilayani humo na kutoa elimu kwa wananchi ili waachane na kilimo cha Milungi na badala yake walijikite katika kilimo cha mazao mbalimbali pamoja na ufugaji. Mwaka juzi waliteketeza jumla ya ekari 535 za mashamba ya Milungi. Kwa kushirikiana na uongozi wa wilaya, tulitoa elimu kwa wananchi kuhusu madhara ya dawa za kulevya ikiwemo Milungi. Lengo lilikuwa kuwawezesha wakazi wa eneo hili kujikita katika kilimo cha mazao mbadala na ufugaji kama njia ya kujiongezea kipato. Kamishna Limo pia amesema pamoja na jitihada zote walizofanya wilayani Same na Wizara ya Kilimo na Mifugo waliwapelekea wananchi maeneo hayo miradi ya ufugaji wa nguruwe na wakagawa miche ya kahawa ili kwa mazao mengine ya kutokana na juhudi zao. Wananchi wengi wameachana na kilimo cha Milungi na kuanza kulima mazao mbadala, jambo ambalo wachache waliokaidi na kuendelea na kilimo cha biashara ya Milungi. Ni taarifa kutoka Kilimanjaro. Hatimaye mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCA kwa kushirikiana na vyombo vingine vya dola imefanya operation maalum wilayani Same mkoani Kilimanjaro kuanzia Machi 19 mpaka Machi 28 mwaka 2025, ambapo katika operation hiyo ekari 285.5 za mashamba ya Milungi zimeteketezwa na watuhumiwa 7 wamekamatwa, akiwemo kinara wa biashara haramu ya Milungi nchini aliyekuwa anatafutwa kwa muda mrefu Intelendwa Zingendwa Kilumbi maarufu kama Mama Dangote. Waliopata ajali ya ndege wa kutoa wakiwa hai wanasema usafiri wa ndege ndio usafiri salama zaidi duniani, lakini pia ndio usafiri ambao mara nyingi taarifa zake huwa zina vifo vingi kuliko majeruhi, ambapo mwaka 2024 liliwahi kutokea chapisho lililosema siti za katikati ya ndege ni salama zaidi kuliko za mbele na za nyuma. Wakati tukiendelea kutafakari usalama wa usafiri wa ndege kwa miaka ya hivi karibuni, kuna kisa kimoja kimetokea ambacho wengi wamebaki wakijiuliza baada ya mwanaume mmoja ambaye ni rubani wa ndege ndogo pamoja na watoto wake 3, wote wa familia moja, walipatikana wakiwa hai baada ya ndege ndogo waliokuwa wakisafiri nayo kupata ajali katika ufukwe wa Alaska Kenai nchini Marekani. Bado mazingira halisi ya kutokea kwa ajali hiyo bado hajaelezwa. Namna ilivyoepuka kifo katika ajali hiyo iliyotokea katika eneo ambalo linasifika kuwa na upepo mkali wa ghafla ambao uzipa ndege shida. Mamlaka za uokoaji zimesema rubani huyo na watoto wake 2 walifikishwa hospitali mara baada ya kuokolewa karibu na upande wa mashariki mwa ziwa Tucson, ambapo askari wa uokoaji walisema walipokea ripoti Jumapili jioni ya kwamba ndege hiyo ndogo aina ya Piper PA yenye nambari 12 Super Cruiser ilipata hitilafu. Ni taarifa kutoka nchini Marekani. Hatimaye wanasema usafiri wa ndege ndio usafiri salama zaidi duniani, lakini pia ndio usafiri ambao mara nyingi taarifa za ajali zake huwa zina vifo vingi kuliko majeruhi, ambapo mwaka 2024 liliwahi kutokea chapisho linalosema siti za katikati za ndege ni salama zaidi kuliko za mbele na za nyuma. Deni la serikali laongezeka na kufikia trilioni 97.35. Mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali Daktari Charles Kichele amewasilisha ripoti kuu ya mwaka wa fedha 2023-2024 kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan Ikulu jijini Dar es Salaam, ambapo amesema deni la serikali limeongezeka na kufikia shilingi trilioni 97.35
kutoka trilioni 82.25 katika mwaka wa fedha uliopita. CIG Daktari Kichere amesema kufikia Juni 30 mwaka 2024 deni la serikali lilifikia shilingi trilioni 97.35. Kiasi hiki kimeongezeka kutoka shilingi trilioni 82.25 kilichokuwa kimeripotiwa katika mwaka wa fedha 2022-2023. Hii ni sawa na ongezeko la shilingi trilioni 15.1 ambalo ni sawa na asilimia 18.36. Deni hilo linajumuisha deni la ndani la shilingi trilioni 31.95 na deni la nje shilingi 65.40. Tathmini ya uendelevu wa deni la serikali imebaini kuwa deni la taifa bado ni himilivu. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye mdhibiti na mkaguzi mkuu hesabu za serikali CIG Daktari Charles Kichere amewasilisha ripoti kuu ya mwaka wa fedha 2023-2024 kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan Ikulu jijini Dar es Salaam, ambapo amesema deni la serikali limeongezeka na kufikia shilingi trilioni 97.35 kutoka shilingi trilioni 82.25 katika mwaka wa fedha uliopita. Mkuu wa JKT Tanzania aonya wanaogushi saini yake. Mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa JKT Meja Jenerali Rajabu Mabere ametoa onyo kwa baadhi ya watu wanaogushi vyeti vya jeshi hilo pamoja na kugushi saini yake wakitumia katika matumizi mbalimbali, hasa kuomba ajira kwenye vyombo vya ulinzi na usalama. Meja Jenerali Mabere ameyasema hayo wakati akiongea na waandishi wa habari wakati wa ziara yake katika kikosi cha jeshi cha 837 KJ kilichopo mkoani Morogoro. Mabere ameyasema kuwa vijana hao ambao wanafanya uhalifu huo hawajapitia mafunzo ya JKT Tanzania, lakini wanatumia vyeti vya vijana waliopitia mafunzo ya JKT ili wapate ajira, kitu ambacho ni kosa la kisheria. Pindi watakapobainika kuendelea kufanya hivyo, watachukuliwa hatua kali za kisheria. Ni taarifa kutoka Morogoro. Hatimaye mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa JKT Meja Jenerali Rajabu Mabere ametoa onyo kwa baadhi ya watu wanaogushi vyeti vya jeshi hilo pamoja na kugushi saini yake wakitumia katika matumizi mbalimbali, hasa kuomba ajira kwenye vyombo vya ulinzi na usalama. Ofisi ya PPRA Tabora yateketea kwa moto. Ofisi ya mamlaka ya udhibiti wa ununuzi kwa umma PPRA kanda ya kati na magharibi iliyopo katika jengo la ofisi ya mkuu wa mkoa wa Tabora imeungua na kuteketeza nyaraka na vitu vingine vilivyokuwa kwenye ofisi hiyo, huku chanzo cha awali cha moto huo kikitajwa kuwa ni hitilafu ya umeme. Afisa utawala kutoka Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, mratibu mwandamizi wa jeshi hilo Omar Simba, ambaye ameongoza zoezi la kuzima moto huo, amesema moto huo ulianza kuwaka katika chumba kimoja na kutoa wito kwa jamii kutumia vifaa vya kuzimia moto vilivyopo katika maofisi na kuweza kudhibiti majanga ya moto. Amesema tulipata taarifa kuwa ofisi ya RC inaungua kwa moto. Tulipofika hapa tumekuta ni chumba kimoja cha ofisi ya PPRA ambacho kilikuwa ni server room. Kutokana na changamoto ya ofisi, hawa wenzetu walikuwa wanatumia kama server room na kuhifadhia baadhi ya vifaa kama vya stationary, vitu vilivyochangia kusambaza moto kwa kasi, lakini kwa bahati nzuri tumefanikiwa kuzima moto katika chumba hicho kimoja ambacho kilianza moto ndio kikaungua na kusababisha vyumba vya jirani kupasuka vioo kutokana na joto la moto. Chanzo cha awali kwa maelezo ya haraka ambao tumezipata kutokana kwa watu wa ofisini hapa ni kwamba nguvu ya umeme ilikuwa inasumbua, unaingia mwingi mara mdogo na huo unafanya marekebisho ya mara kwa mara, lakini leo ndio kimetokea hivi. Kama Jeshi la Zimamoto tunaendelea kufanya uchunguzi wa kina ili kubaini ni nini hasa chanzo cha ajali, na pia ninawashauri wananchi kutumia vifaa vya kuzimia moto ambavyo vinawekwa katika maofisi. Ni taarifa kutoka huko mkoani Tabora. Hatimaye ofisi ya mamlaka ya udhibiti wa ununuzi kwa umma PPRA kanda ya kati na magharibi iliyopo katika jengo la ofisi ya mkuu wa mkoa wa Tabora imeungua na kuteketeza nyaraka na vitu vingine vilivyokuwa katika ofisi hiyo, huku chanzo cha awali cha moto huo kikitajwa kuwa ni hitilafu ya umeme.